njoni kwangu msumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. Basi muda huu tutaingia katika somo letu la leo. Somo linasema utakaso. Somo linasema utakaso. Maana ya utakaso, maana yake inatokana na neno kutakaswa. Utakaso maana yake ni kutakaswa. Kutakaswa maana yake ni kusafishwa. Tuko pamoja? Ni kusafishwa, kutokuwa na aina yoyote ile ya uchafu au ya mawaa. Utakaso, tunapozungumzia utakaso, hii ni hatua katika wokovu. Hii ni hatua katika wokovu. Katika wokovu ni hatua ya pili. Kuna siku moja tulijifunza hatua hapa: kutakaswa, kukubaliwa. Hatua ya kwanza tulijifunza kukubaliwa na au kuhesabiwa haki. Hatua ya pili kutakaswa. Ni hatua katika wokovu. Hii ni hatua ya pili ambayo ni baada ya mtu kukubaliwa ama kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki ni hatua ya kwanza ambayo tuliona kwamba mtu anakubaliwa na Mungu pasipo sharti lolote. Kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, yaani pasipo sharti lolote kwamba acha kwanza wewe dhambi ndio nikukubali. Hapana, Mungu anamkubali mtu bure kwa njia, lakini kwa njia ya nini tu? Ya imani. Kumwamini Yesu anapokelewa na au anakubaliwa, anahesabiwa kana kwamba ni mtu ambaye hana hatia. Ana hatia lakini hatia zake zimefunikwa na haki ya Kristo. Bwana pewe sifa. Hatua ya pili baada ya yule mtu kupokelewa ni hatua ya pili sasa, anaanza kusafishwa. Anaanza kusafishwa ama kutakaswa. Hatua hii ndio tutaiona leo kama somo la mchana wa leo. Utakaso ama hatua hii ya utakaso ni hatua katika wokovu ambayo muumini aliyemwamini Yesu anaanza kusafishwa moyo wake ili uondokane na dhambi zote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kabla ya dhambi mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, si ndio? Maana yake tabia yake ilikuwa sawa na ya nani? Utakatifu ulikuwa sawa kabisa na ule wa Mungu. Lakini baada ya kutenda dhambi, moyo wake ama tabia yake ikaingiwa na doa. Tabia yake ikaingiwa na uchafu. Kwa hiyo ilitakiwa mpango wa wokovu uhusishe kumrejesha huyu mwanadamu, kumrejeshea tabia ya Mungu. Hivyo shida ya Mungu kwetu sisi katika mpango wa wokovu ni kuturejeshea tabia yake ndani yetu. Bwana pewe sifa. Hata Yesu, kitendo cha yeye kuja kufa msalabani, kufa ni ili kurejesha sura na tabia ya Mungu ndani yetu. Kwanza yeye alikuja tuonyeshe yeye ni mfano wa tabia ya Mungu. Yeye na tabia ya Mungu ni kitu hiki kimoja, yaani usafi wa tabia. Sasa katika mpango wa wokovu wa sisi kutuokoa, anaanza kutupokea bure kwa njia ya imani. Tunakingiwa hukumu ili tuanze kubadilishwa, kutakaswa, tufanane na Mungu. Bwana pewe sifa.
Hatua ya kwanza ya wokovu ni mtu anapokelewa na dhambi zake zote kama alivyo, ila kwamba tu aamini wokovu kupitia Yesu Kristo, aamini Yesu ni kafara ya dhambi zake. Huyo mtu moja kwa moja anapokelewa, haijalishi na dhambi nyingi kiasi gani. Maandiko yanasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama nini? Kama damu, zitasafishwa, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Hivyo hatua ya kwanza ya kuhesabiwa haki kwa imani, mtu anapokelewa bure na dhambi zake zote. Hatua ya pili ya wokovu inahusisha kumsafisha sasa huyu muumini, kumsafisha moyo wake ili aondokane na dhambi zote. Kazi hii ya utakaso hufanyika siku zote za maisha yake. Mtu aliyeamini, tangu siku ameamini, utakaso unaanza na unaendelea siku zote za maisha yake, hata hatua nyingine ya wokovu itakapofika, hatua ya tatu. Hiyo ni hatua ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuelewa wokovu ukoje, wapendwa, ili tuelewe kwamba Mungu anakabilianaje na dhambi ndani yetu, ili tusije tukawa na uelewa usio sahihi kuhusiana na Mungu na jinsi anavyoshughulika na dhambi zetu. Mfano rahisi ni huu. Naamini wengi hapa mnaweza mkawa hamjawahi kufika kwenye machimbo ya dhahabu. Mimi mwenyewe sijawahi kufika. Nilishawahi kufika, ila shughuli zile sijawahi kuzifanya. Kwenye machimbo ya dhahabu, dhahabu ndio huwa inatafutwa, si ndio? Au madini fulani ndio huwa yanafanyaje? Yanatafutwa. Lakini mara nyingi madini yale, kama ni dhahabu, huwa yanapopatikana kule hayapatikani yakiwa masafi. Dhahabu hiyo inapatikana ikiwa imegandamana na mawe, imegandamana na matope na maudongo, yaani ni chafu yenyewe inakuwa ndani. Tuko pamoja? Sasa uchafu ule huwa haumfanyi mchimba dhahabu eti aache ni dhahabu lichafu, liache lina mauchafu, eti atafute tu ile ambayo ni safi. Hamna. Yeye mchimbaji akipata, yani hajali cha mawe, hajali cha uchafu uliogandamana na ile dhahabu, anachukua kama ili, tena anazoa kabisa mchanga wote, kama ni mawe mengi anayazoa yote, maana anajua mule ndani kuna nini? Kuna dhahabu. Hajali kwamba kuna uchafu na nini. Kitendo hicho cha mchimbaji kuchukua ile dhahabu pamoja na uchafu ni sawa na ile hatua ya kwanza ya wokovu ya kuhesabiwa haki kwa imani. Mungu anamchukua mdhambi pamoja na dhambi zake zote, ili mradi tu ndani yake, ili mradi kwamba ndani yake kuna imani, kuna dhahabu. Kwa hiyo anachukuliwa kama alivyo, kwamba wewe pamoja na dhambi zako pamoja zikiwa nyingi kiasi gani, njoo nakuchukua, ili mradi ndani yako kuna imani ile ambayo inakufanya ukubaliki. Bwana pewe sifa. Baada ya mchimbaji kuchukua ile dhahabu pamoja na ule uchafu wote, huwa anaenda kwenye mashine za kuchakata yale mawe, ili dhahabu isafishwe mpaka ipatikane yenyewe ikiwa peke yake, bila mawe, bila uchafu mwingine wowote. Bwana asifiwe. Ina maana njia mbalimbali hutumika kusafisha yale mawe, uchafu wote uondolewe, ili basi dhahabu peke yake. Ndivyo ilivyo sasa. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya kwanza ni ya kuchukua mawe pamoja na uchafu bila kujali.
haina maana ya kwamba huyu mchimbaji anataka na yale mauchafu, yale mawe ambayo hayataki, ila anachotafuta ni nini? Iliyo ndani ya yale mawe. Hatua ya kwanza hiyo. Hatua ya pili ni ya kusafisha sasa ile dhahabu ipatikane ikiwa yenyewe tu na mauchafu yale yatupiliwe mbali. Hiyo ni hatua ya pili kwenye wokovu, ndiyo ya utakaso sasa tunayojifunza hapa. Baada ya sisi kuwa tumemwamini Kristo, anatuleta sasa katika uwanja wa kutakaswa, maana ametuchukua pamoja na dhambi zetu zote tukiwa bado tunazitenda, ila kwa sababu tuna imani kwa yeye, ndio maana ametukubali ili atulete kwenye kututakasa, kutusafisha. Hivyo hatua hii ya utakaso sasa, aliyeamini huanza kutakaswa, kusafishwa, kuondolewa uchafu ndani ya moyo wake, kuondolewa mawazo ya dhambi, dhamiri ya dhambi iondolewe ndani yake, yaani awe kiumbe kipya. Kitabu cha Wakorinto wa pili 5:17 inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lengo la Mungu anapotuchukua pamoja na dhambi zetu, lengo lake si kwamba zile dhambi nazo anazikubali, atatembea pamoja na sisi hivi. Hapana, bali lengo lake ni kutusafisha. Maana lengo lake anataka turudishie tabia yake takatifu. Hatuna uwezo wa kujirudishia tabia takatifu sisi, tulishaipoteza. Hicho kinabaki ni kipawa kutoka kwa Mungu, na hiyo ndio haki ile ya Kristo. Bwana apewe sifa. Lengo ni kutufanya tuwe watakatifu kama Baba wa mbinguni alivyo mtakatifu. Mathayo 5:48 inasema hivyo kwamba nanyi mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Hilo ndio kusudi la Mungu kumtuma mwanaye, kuja kuidhihirisha tabia ya Mungu. Na hiyo tuangalie mfano kwa Kristo ambaye amefanyika kuwa mwanadamu kama mwanadamu wenzetu, awe mfano hai kwetu sisi kuwa na tabia takatifu kama ya Kristo. Bwana pewe sifa. Hivi kwa mfano, Mungu asingemtuma mwanaye Yesu Kristo na bado Mungu akatuambia tuwe na tabia kama ya kwake, hivi kungekuwa na haki kweli pale? Maana kungekuwa na gepu kubwa sana kati ya mwanadamu huyu mdhambi na Mungu aliye mtakatifu. Hivyo Mungu aliamua kumtuma mwanaye Yesu pekee kama mwanadamu ili kuziba lile gepu, tuone kabisa kwamba kumbe katika ubinadamu tukimtegemea Mungu tunaweza kuwa watakatifu. Lengo la Mungu ni kurudisha tabia takatifu ndani yetu, tuwe na mioyo safi, tuwe na moyo safi. Mathayo 5:8 inasemaje? Mathayo 5:8 inasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Utakaso una lengo la kusafisha mioyo ya waumini ili wafanane na tabia na moyo wa nani? Wa Mungu. Maana watakaomuona Mungu uso kwa uso ni wale ambao wana mioyo safi na wana utakatifu kama alivyo nani? Maana mdhambi yoyote, chembe yote ya dhambi ikiwa ndani ya mtu, akikutana na Mungu uso kwa uso, huyo mtu sharti afe. Kwa hiyo lazima tufanane na Mungu, ndio tunaweza kukutana na nani? Na Mungu. Lakini uwezo wa kufanana na yeye unatoka kwake yeye mwenyewe. Wajibu wetu sisi ni kujikabidhi, ni kujisalimisha kwake kamilifu, kwamba Bwana, tufanye kama utakavyo wewe.
Bwana apewe sifa. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio hutumika kuondoa dhambi zetu, kuondoa dhambi ndani ya mioyo yetu, ili kutengeneza moyo mpya. Ezekieli 11 mstari wa 19 hadi 20 anasema, nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama, ili waende katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyatenda, nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Kumbe iko hivi, Roho Mtakatifu ndiyo hutusafisha mioyo ili tufanane na tabia ya nani? Ya Mungu. Katika kitabu hiki cha Yohana 3, Yesu alikuwa akiongea na Nikodemo. Wakati Nikodemo ameshindwa kuelewa kwamba hivi mtu anawezaje akazaliwa mara ya pili, Yesu alimwelezea jinsi ambavyo mtu anazaliwa mara ya pili. Katika kitabu cha Yohana 3 anasema, Yohana 3 mstari wa 6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Mstari wa 8 unaeleza jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ya kumbadilisha mtu. Anasema, upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Hiyo ni Yohana 3 mstari wa 8. Hapa anaeleza upepo huvuma uendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Maana yake ni kama upepo unavyofanya kazi kuondoa, unabeba mauchafu unaenda nayo, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yetu. Anaondoa uchafu, anaweka tabia ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani, tuko pamoja Nini? Imani inapaswa kuzaa mabadiliko. Yaani imani ndiyo huwa chanzo cha kila kitu. Tuko pamoja Tabia ya haki, tabia njema haianzi ndipo imani ifuate. Hakuna. Imani ndio inaanza, inazaa tabia njema. Imani ndio msingi na ndio mtaji. Ndio maana Mungu anasema amini tu, kwa namna hiyo unakubaliwa. Maana yake imani ndio mtaji wa kukubaliwa na Mungu, maana vipawa vyote vinapatikana kutoka kwa Mungu kwa njia ya ile imani. Kwa hiyo usije ukajifariji hata siku moja kwamba unaweza ukaacha dhambi pasipo kumwamini Mungu. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa njia ya ile imani ndio unaweza kuacha dhambi na kusafishwa kutokana na zile dhambi. Kitabu cha Review and Herald Februari 25, 1902 au kitabu cha Christian Service kurasa wa 42 anasema, Roho Mtakatifu huleta uamsho wa roho ya muumini na kisha matengenezo yanapaswa kuambatana na uamsho huo. Matengenezo ni badiliko la kitabia kutoka tabia ya asili kuelekea tabia ya kiungu. Ushuhuda unasema matengenezo hayatazaa matunda mazuri ya haki isipokuwa yakiunganishwa na uamsho wa roho. Uamsho na matengenezo vinapaswa kufanya kazi yake iliyowekwa, na katika kufanya kazi hii lazima viunganike. Bwana pewe sifa.
Roho Mtakatifu huleta uamsho ndani yetu. Huwezi ukampokea Roho Mtakatifu pasipokuwa na imani. Tuko pamoja eh? Huwezi kumpokea Roho Mtakatifu pasipokuwa na nini? Kwa sababu ya imani ya kumwamini Yesu Kristo, ndipo kipawa cha Roho Mtakatifu kinakuja ndani yako. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, kazi yake ni kuleta uamsho wa roho. Yaani uamsho wa roho ni msukumo ule unaokusukuma kubadilika. Na wewe wajibu wako kama muumini unapaswa kuyakubali yale mabadiliko. Kubali ule msukumo wa kubadilika kutoka tabia ya asili ya dhambi na kuelekea kwenye tabia ya kiungu takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunapaswa, baada ya kumwamini, tunapaswa kuwa na maombi mengi ya kuomba kipawa cha Roho Mtakatifu ili tupokee uamsho wa kweli na uamsho wa haki. Huo ndio utatubadilisha kutoka kwenye tabia ya dhambi na kuzaliwa mara ya ngapi? Tutambue pia kuna uamsho bandia. Tutambue kwamba kuna uamsho bandia, kuna msukumo na uamsho ambao huwa unatoka kwa Roho Mtakatifu, na uamsho mwingine ambao hautoki kwa Roho Mtakatifu. Uamsho wa Roho Mtakatifu unatakiwa kuzaa na huzaa matengenezo ya kweli. Uamsho usiotokana na Roho Mtakatifu huzaa matengenezo bandia na ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Mfano, katika makanisa mengi leo ya Kikristo utakutana watu wanasema ni kuna uamsho wa Roho Mtakatifu, hata wanapokuwa kwenye makanisa yao. Wanapokuwa kwenye makanisa yao wanafanya vitu vya ajabu, pengine wanavyonena kwa lugha sijui nini. Yaani ni uamsho fulani wanaosema wao ni uamsho wa Roho Mtakatifu, lakini uamsho ule mara nyingi huwa hauna matokeo ya badiliko la tabia kutoka kwenye dhambi kwenda kwenye nini? Tabia ya kiungu takatifu. Kwa sababu uamsho ule haujatokana na nani? Na Roho wa kweli. Tukumbuke kwamba lengo kubwa la mpango wa ukombozi ni kutubadilisha tufanane na tabia ya Mungu tuliyoipoteza. Hiyo ndio lengo kubwa la Mungu. Kama jitihada zote za kidini zinafanyika, sijui za mambo gani zinafanyika nje na lengo la kurudisha tabia ya Mungu ndani ya mtu, hizo jitihada ni bure kabisa. Bwana apewe sifa. Hizo jitihada ni nini? Ni bure. Haya, katika hatua hii ya utakaso, wapendwa, katika hatua hii ya utakaso, muumini anatakiwa kujisalimisha kwa Kristo ili asinyangwe haswa. Hivi unajua maana ya kujisalimisha? Kujisalimisha maana yake tunajua ni kufanyaje?
Kujisalimisha maana yake ni kwamba unakuwa uko chini ya, uko tayari kutii chochote kutoka kwenye maagizo ya yule ambaye uko chini yake. Tuko pamoja? Sasa tunapaswa kutii. Hatua hii ya muumini kutakaswa, anapaswa kutii sauti na neno la Mungu. Hatua ya kwanza ya kuhesabiwa haki kwa njia ya imani pekee, hiyo haihusishi masharti ya kutii. Hiyo inahitaji mtu kuamini tu. Ila hatua ya hii ya pili inahitaji imani na utii. Tuko pamoja? Kiburi chochote cha kutokuisikiliza sauti ya Mungu katika hatua hii ya utakaso kinaweza kukwamisha zoezi la utakaso. Hebu fikiria, ufikirie labda zile dhahabu zinazochimbwa zile na zenyewe zingekuwa na utashi kama wa nani? Wa mtu. Ichukuliwe ile jiwe lina uchafu ndani yake, kuna dhahabu, halafu lile jiwe lenye dhahabu ndani yake, lile jiwe lichukuliwe lipelekwe kwenye mashine, halafu likakatae kabisa, yaani kila njia za kuondoa ule uchafu haiwezekani. Lile jiwe litakuwa na thamani tena? Litatupwa. Maana kwamba ili sasa tutaendelea kuhangaika na uchafu tu mpaka lini? Hiyo ndio maana ya hatua hii ya utakaso katika mpango wa wokovu. Mtu anapokuwa na kiburi cha kutii, huyo mtu maana yake hataki kufanya nini? Kutakaswa. Maandiko yanasema, kitabu kile cha Yohana 14 mstari wa 15, Yesu alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Haya, mtu amesema nakupenda Yesu, lakini akaja kwa Yesu akawa hataki tena kuzishika amri za Yesu. Huyo atakuwa ni mtu ambaye amejisalimisha? Atakuwa ni mtu ambaye anataka kutakaswa? Maana yake ni kwamba huyu mtu hataki kutakaswa. Anaposema mtazishika amri zangu, maana yake tabia zangu zitafanana na nini? Tabia ya muumini haiwezi kufanana na Kristo kwa siku moja tu ama kwa saa moja, bali kwa kukubali kujifunza na kutii neno la Mungu siku kwa siku. Bwana pewe sifa. Hata dhahabu inaposafishwa haisafishwi tu kwa zoezi la mara moja. Huwa kuna hatua za kusafisha, kutakasa ile dhahabu. Hatua hii ya mashine tu ya kawaida, inafika kwenye moto, inapita kwenye nini, ili hatimaye dhahabu safi ipatikane. Ndivyo ambavyo muumini anatakaswa, kupitia njia mbalimbali ili aweze kuwa na tabia safi. Maumivu yoyote yanayotokana na utakaso, muumini anapaswa kuyavumilia. Tuko pamoja? Muumini anataka kufanya nini? Anatakiwa kufanyaje? Maumivu, ili yawe safi. Maumivu yoyote anatakiwa kuyavumilia. Kwa mfano, dhahabu ingekuwa inaumia, ingekuwa inasema kwamba jamani, ninaumia, si nini mnanitafuta? Mbona mnaniumiza sana hivi sasa? Kwa sababu sehemu mauchafu yaani sehemu ambazo inapitishwa ili kutakaswa ni sehemu zenye mashine ngumu, pengine za kupondaponda mpaka ile dhahabu inasambaa. Zingine ni sehemu ya moto mkali, ili kuondoa tu ule uchafu.
dhahabu yenyewe pekee yake ibaki, maana dhahabu yenyewe haiunguzi na moto, haiwezi kuharibika kama ambavyo uchafu huu unaweza kuharibika. Dhahabu ingekuwa naongea ingesema, lakini Mungu anatupitisha na sisi kama waumini kututakasa, kuondoa uchafu uliogandamana na mioyo yetu. Anapoondoa huo uchafu, tutapitia maumivu, wapendwa. Bwana apewe sifa. Katika hatua hii ya utakaso ndio kuna ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto, yaani wa kupitia matatizo, wa kupitia vikwazo, kujikana, kujinyima. Tunapaswa kuhesabu gharama ya kumfuata Kristo. Bwana apewe sifa. Hatua hii ya utakaso pia muumini anapaswa kushirikiana kwa karibu sana na mbingu. Tunapaswa kushirikiana kwa karibu sana na mbingu ili kufanya bidii ya kuepuka na kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi sio maroboti. Mungu hajatuweka kama maroboti. Ametuwekea akili za kuamua kufuata hili tunalopenda ama tunalotaka. Hivyo kujiweka karibu na Mungu ni maamuzi yetu, sio yeye atusogeze kwa nguvu. Kwa mfano, serikali ina uwezo inalinda raia wake, si ndio? Lakini je, kwa sababu serikali inakulinda ndio unaweza ukaenda ukajiweka karibu na matatizo? Yaani sehemu hatarishi, wewe ndio unaenda kujiweka huko, kujiweka karibu nayo matatizo kwa sababu serikali imeahidi kukulinda, ndio utafanya hivyo? Utakuwa unatumia akili zako vizuri? Maana utakuwa ni kama mtu ambaye hana akili, anahitaji kulindwa na kila sehemu kama mtoto. Mtoto muumini anafanyika kuwa kama mtoto ambaye hajui kitu. Hatua ile ya kwanza ya kuhesabiwa haki kwa imani, sehemu hiyo anabebewa wajibu wake wote na Kristo. Lakini hatua hii ya kutakaswa, anaanza na yeye kutambua wajibu wake wa kufanya akiwezeshwa na Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunapaswa kujiweka karibu na Mungu kwa kubidiisha akili yetu, kusoma neno la Mungu, kusikiliza neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, ili akili zetu zijazwe na neno. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu huwa haleti mabadiliko ambayo mengine kwamba yote yanatoka nje na bidii yako mwenyewe. Hapana. Bidii yetu tukiunganisha na bidii ya kimbingu, tunapata kitu kilichokamilika. Bila wewe kusoma neno la Mungu, Roho wa Mungu hawezi akalileta hilo neno kwenye akili yako. Kwa hiyo unatakiwa kusoma neno ili kupitia lile neno ndio Roho Mtakatifu apate mtaji wa kukubadilisha. Bwana pewe sifa. Kuna watu wanajua maandiko matakatifu mwanzo mwisho, lakini tabia yao haifanani na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ni neno tupu, halina kiungo cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio kiungo cha kulifanya lile neno liwe tabia yako, sio bidii yako ya kusoma tu neno. Hivyo bidii ya kusoma neno la Mungu inapaswa kuwepo katika maisha yetu kama waumini, ili neno lile Roho Mtakatifu alitumie kubadilisha maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio tunatakaswa kwa ile kweli.
na neno la Mungu ndio kweli. Sasa kama neno la Mungu hatusomi, tutatakaswaje? Hatuwezi kutakaswa, hatuwezi kutakaswa. Wengi katika ulimwengu wa leo wa kidini, ulimwengu wa Kikristo, wengi humwamini Yesu lakini hushindwa katika hatua hii ya utakaso kwa sababu ya kukimbia moto wa majaribu, kukimbia moto wa utakaso. Tuko pamoja wapendwa? Hebu fikiria ile dhahabu inatakaswa, iko ndani ya mawe au matope au maanini, imepitishwa sasa kwenye moto ili ibaki peke yake. Badala ivumilie ili ibaki peke yake, inasema huu moto ni mkali sana, ndio hiyo dhahabu itabaki kiwa sasa, maanake itabaki na ule. Ndivyo ambavyo wengine wanamwamini Yesu kwa furaha kabisa, lakini unapokutana na moto wa utakaso ili wabadilishwe wafanane na tabia ya Mungu, wanakimbia huo moto, wanasema hatuwezi. Hiyo ni dalili na ishara ya kwamba watu hao hawakujisalimisha. Yesu mahali fulani alisema mtu akitaka kujenga nyumba huwa anakaa chini anahesabu gharama. Hawezi akaanza tu bila kujua nini gharama. Hivyo ndivyo ambavyo kumfuata Kristo kuna nini? Sasa wale watu ambao wanakimbia moto wa majaribu wanakuwa hawakujua gharama ya kumfuata nani? Kristo. Aina hii ya watu wanaomwamini bila kujisalimisha ndio wale ambao waliwazungumzia katika Mathayo 7:21. Mathayo 7:21 inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Hao wanaosema wanaita jina Bwana Bwana lakini hawataingia katika ufalme wa Mungu ni wale ambao walidai kumwamini nani, lakini hawakuwa tayari kutakaswa dhambi zao. Walibaki katika dhambi. Walisema tu tunamwamini nani? Yesu, lakini hawakujisalimisha ili waweze kutakaswa. Kwa hiyo wakabaki na dhambi zao, wakabaki kufanya mapenzi yao wenyewe, wasiyafanye mapenzi ya Baba. Kusudi kuu la Mungu ni kurejesha tabia yake ndani yetu. Bidii yako wewe kuja hapa kanisani kila Jumamosi, kama iko nje na lengo la wewe kubadilika uwe sawa na tabia ya Kristo ama tabia ya Mungu, basi unajichosha tu. Tuko pamoja wapendwa? Kuja kwako kanisani kila siku, kama lengo lako si kubadilika uwe na tabia kama ya Mungu, basi unajisumbua. Ndio hili fungu litakuhusu siku ile ya mwisho. Utaambiwa, sikujui wewe utendaye maovu. Kwa nini utendaye maovu na ulikuwa unahudhuria Sabato kila siku? Kwa sababu katika kuhudhuria kwako kanisani, lengo lako halikuwa kubadilishwa tabia. Lengo lako halikuwa kuzaliwa mara ya pili. Ulikuwa na mambo yako mengine tu ambayo yalikuwa yanakufanya uhudhurie kila Sabato. Pengine kwenda kuona ndugu jamaa na marafiki, kwenda kumuona fulani amevaaje, kwenda kumuona fulani leo yukoje. Hayo ndio yalikuwa malengo yako.
Kwa hiyo hata makanisa mengi ya Kiprotestanti wanaodai sheria ya Mungu imepitwa na wakati, sheria ya amri 10 hatuna wajibu wa kuishika, wanatafunwa na shida hii ya kukataa kujisalimisha chini ya Kristo, kwamba Kristo sio Bwana wao. Wanamtambua kama mwokozi wao, lakini hawatambui kuwa Kristo ni Bwana wao. Maana Bwana maana yake ni kwamba bosi akikuamuru fanya, unafanya. Yeye anatoa amri, unafanya. Kwa hiyo wanamtambua Yesu kama mwokozi, lakini muda huo yeye kama Bwana akiwaamrisha hawataki. Kwao utii wa amri za Mungu ni mzigo. Hata sisi leo tunapoona kutii amri za Mungu, kutii maagizo ya Mungu ni mzigo, maana yake hatutambui kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwetu. Tunatambua tu ni mwokozi, ila kuwa Bwana hapana. Kwa hiyo tutashangaa siku ile tunaambiwa, Mathayo 7:23 anasema, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kama, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa nini anasema sikuwajua ninyi kama? Kwa sababu hamkuwepo kwenye karakana ya kutengenezwa na wala hamjafanana na tabia. Maana yeye anaowajua ni watu wake, ni wala anaowaangalia anaona tabia yake ndani yao. Bwana pewe sifa. Ni wale ambao akiwaangalia anaona tabia yake ndani yao. Hao ndio anawajua. Hao wengine ambao akiwaangalia haoni tabia yake, hao hawajui. Atawajuaje sasa? Wokovu ni hatua kama ulivyo ukuaji wa mwanadamu. Kuna wakati wa mtoto kubebwa tu, mtoto mchanga, yaani mama akijisahau basi mtoto amekwisha. Tuko pamoja? Kuna wakati wa kubebwa tu, kuna wakati wa kukaa, kuna wakati wa kutembea. Ndivyo ilivyo katika hatua ya wokovu, kuna ukuaji. Hebu fikiria mtoto azaliwe, anakula lakini hakui. Huyo itakuwa ana afya nzuri huyo? Hata mzazi atafurahia kuwa na mtoto wa namna hiyo? Hapana. Ndivyo ambavyo Mungu anatutaka tukue kila siku. Hatua ya kwanza ya kuhesabiwa haki bure, hiyo inabeba wajibu wetu wote. Mungu anaubeba kama alivyo mtoto mchanga, wajibu wote wa kujilinda, wa kufanya nini, anaubeba mzazi. Lakini baada ya hapo tunatakiwa tukue, tuanze kutambaa na kutembea kama yeye mkubwa anavyotembea. Tuliweka pale siku moja zile hatua. Hatua ya kwanza ya kuhesabiwa haki bure ni ya kutembea ndani ya Kristo. Yaani amekubeba wajibu wako wote, ameubeba yeye. Bwana pewe sifa. Kama mtoto. Hatua ya pili ya utakaso ni ya kutembea pamoja na Kristo. Kutembea pamoja maana yake wewe unatembea na yeye anafanyaje? Ila amekushika mkono. Hatua ya tatu tutafika ya kutembea kama Kristo. Tembea kama nani? Tutafika, tutaiona. Kwa hiyo wokovu ni hatua. Tunapaswa sasa hivi, kwa sababu tumemwamini Kristo, tujisalimishe ili tutembee pamoja naye. Anavyotembea na sisi ndivyo tunavyofanyaje? Ametushika mkono. Tukijikwaa anatubeba, kwa sababu tayari ametushika, hawezi kutuacha. Bwana pewe sifa. Hivyo tuliomwamini na waliomwamini, wanaodai kumwamini Yesu, ni wajibu kujifunza neno la Mungu kwa bidii ili kutakaswa. Maana ile kweli inayowatakasa inatokana na bidii ya kusikiliza ama kusoma neno la Mungu.
kila muumini tunapaswa kuacha uzembe. Tunapaswa kuacha nini jamani? Tuwe na bidii katika Kristo ili tuweze kukua. Tuhitimisha na fungu la Waebrania 12:14 nasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Anasema tafuteni kwa nini? Kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Maana pasipokuwa na huo utakatifu hakuna atakayemwona nani? Bwana. Lengo la Mungu ni sisi tuwe na tabia takatifu kama ilivyo tabia yake. Hiyo ndio lengo kubwa. Hebu kila mmoja sasa akajisalimishe mikononi mwa Kristo, akajisalimishe katika karakana ya Kristo ya kusafishwa, ya kutakaswa, ili hatimaye tuweze kufanana tabia ya Mungu na siku moja tuweze kukutana na kuonana naye uso kwa uso, kwa sababu tunafanana naye. Mungu abariki somo hili kwa jina la Yesu. Amina.